Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je, uliwahi kujiuliza kwa nini afya yako ndio mtaji wako mkuu katika maisha yako ya hapa duniani na kesho akhera? Katika video yetu iliyopita tulianza kujifunza maana halisi ya dhana ya afya kulingana na mtazamo wa shirika la afya duniani WHO, pamoja na mtazamo mpana wa kiroho kupitia mafundisho ya mtume wetu mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuliona jinsi afya ilivyo neema kubwa mno ambayo hatupasi kuipoteza kabla hatujajua thamani yake. Na kama ulikosa video hiyo, na kushauri uende kuitazama ili ubadilishe mtazamo wako kuhusu uzima na afya yako leo. Sasa leo tunapiga hatua moja mbele katika mwendelezo wa somo letu. Watu wengi sana wakisikia neno afya, akili yao inakimbilia kitu kimoja tu: kutokuwa na ugonjwa mwilini. Yaani muradi tu una mafua, una homa au hulali kitandani, basi unajiona una afya. Lakini ukweli ni kwamba hiyo ni sehemu ndogo sana ya picha nzima. Afya ni pana sana. Leo nataka tuangalie vipengele vikuu vinavyounda dhana sahihi na kamili kuhusiana na afya, ili ujipime mwenyewe kama kweli una afya iliyotimia au la. Kwanza, afya ya kiwiliwili, yani physical health. Hii ni pale ambapo muundo wa mwili wako kuanzia kichwa, mikono hadi miguu una tatizo lolote. Kila seli, tishu na kiungo chako cha ndani vinafanya kazi kwa ufanisi mkubwa na kushirikiana vizuri. Pili, mjongeo wenye afya, yani healthy movement. Je, unaweza kukaa, kusimama, kutembea, kukimbia au kutabasamu bila maumivu au udhaifu wa misuli? Uwezo wa kufanya miondoko hii bila kuhitaji msaada wa mtu ndio mjongeo wenye afya. Tatu, afya ya kijamii, yani social health. Hapa tunaangalia uwezo wako wa kuishi kwa usawa, amani na maelewano na watu wengine, ukiwa na sifa za heshima, upendo na kusaidiana. Watu wenye afya hii wanathaminiwa na jamii na wanaishi vizuri hata na viumbe vingine vyote. Nne, afya ya kilugha na mawasiliano. Afya ya kilugha na mawasiliano, yani linguistic health. Huu ni uzima wa viungo vya hotuba kama ubongo, ulimi na midomo, unaokuwezesha kuwasiliana kwa ufasaha kabisa bila shida yoyote. Tano, afya ya akili, yani mental health. Kuwa na uwezo mzuri wa kufikiri, kuhisi, kutathmini mambo na kukumbuka, huku ukitumia akili yako kufanya shughuli zenye manufaa kwako na kwa jamii yako. Sita, afya ya uzazi na ujinsia, yani sexual health. Kutokuwepo kwa matatizo ya kibiolojia katika mfumo wa uzazi na kuishi maisha ya ujinsia yenye staha, mipaka ya halali na kuheshimu majukumu ya jinsia yako. Ndugu yangu, ukitazama nyanja hizi sita, utagundua kuwa afya yako ni mtaji mkubwa unaohitaji kuutunza kila siku kwa umakini
tena umakini wa hali ya juu sana. Usiishie tu kuangalia magonjwa ya mwili. Je, ni kipengele gani kati ya hivi 6 ulichojisikia unahitaji kukiimarisha zaidi leo? Niandikie maoni yako kwenye comment section hapo chini, na usisahau kulike, kushare video hii kwa uwapendao ili nao wapate maarifa haya. Mimi ni Ramadhani Mtungwe, professional educator and digital content creator. Kumbuka daima afya yako mtaji wako. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.